Amen, amen. Bwana Yesu akubariki sana ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu. Bila shaka unaweza ukafikiria kuhusu Roho Mtakatifu ni kitu gani? Au Roho Mtakatifu ni nini? Wacha nikueleze kwa ufupi kidogo. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Na Yesu ndiye Roho Mtakatifu mwenyewe, na ndio maana hakuweza kuingia kwa mitume kabla hajafa na kufufuka na kupaa kwenda mbinguni. Hivyo ili arudi kwa roho, ili lazimu afe na kufufuka na kuvaa mamlaka na kurudi katika hali yake ya umungu katika roho. Yeye mwenyewe Yesu aliweza kujifunua katika Yohana, akasema Yohana 4:24, Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Katika hili ni kusema ya kwamba kama Yesu alipaa kwenda mbinguni, alafu Roho Mtakatifu akaja juu ya mitume na kanisa la Pentekoste likajazwa na Roho Mtakatifu, hapo hawakumuona Yesu tena kwa macho ya nyama, bali walibaki kuwa na Roho Mtakatifu. Hii inadhihirisha kwa wazi ya kuwa Yesu ndiye Roho Mtakatifu na Yesu ndiye Mungu Roho Mtakatifu. Na ndio maana Biblia inasema yeyote asiyekuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Hivyo basi, nataka katika nyakati hizi za mwisho ambazo Yesu Kristo amekaribia kuja na majira yake tayari, na wakati wowote Yesu anaweza kutokea duniani, na muda si mrefu itakuwa ni ajabu na ghafla. Na Biblia inasema, kwa nini kuingojea na kuitamani siku ya Bwana? Kwa maana siku ya Bwana ni giza wala si nuru. Hivyo ni kwamba ni jambo la ajabu litakalotokea katika kuja kwake Yesu Kristo na kulinyakua kanisa. Wewe unayeshangilia kuja kwa Yesu, utashangilia tu kwa sababu hauna dhambi na makosa na uovu unaoweza kusababisha usiwe na hatia mbele za Mungu. Hata umejaliwa kuwa na ufalme wa Mungu kukaa ndani yako. Hivyo basi, ndio maana katika nyakati hizi tunazomwabudu Kristo, inatupasa tuwe na Roho wa Kristo ili tuwe wa Mungu hata tunapoabudu, na kujua mahali tunapostahili kuabudu. Tupaone kwa roho ya kuwa mahali hapa Kristo Yesu anapatikana na neno lake linapatikana. Takueleza jinsi ya ufunuo ambao Mungu amenipatia katika nyakati hizi za mwisho. Na tazama, nilikuwa katika roho na Bwana akanichukua katika roho, akaniweka katika moja ya kanisa lililopo duniani, katika fensi, ndani ya fensi ya kanisa mojawapo lililoko duniani. Nalo limejengwa kwa kuta pande zote, ni kuta zenye nguvu na uimara kweli kweli. Na hii ilikuwa ni dini, na ni kanisa la dini fulani.
na lilikuwa limezungushiwa na fence kubwa. Na Bwana alinipeleka kwa roho, nikasogea karibu na uwanja wa lango la kuingilia katika jengo la kanisa ndani yake. Na huo ndo ulikuwa mlango wa waumini wote wanaoingia kuingia kanisani, ndani ya jengo la kanisa wapate kuabudu. Lakini ghafla macho yangu yalifumbuliwa na Bwana. Ghafla niliona macho yangu yana nuru kuu, na ile nuru ilikuwa inamulika kutoka kwenye macho yangu, inamulika mbele kama taa au tochi inayoangaza kuona chochote kinachoweza kuonekana mbele. Na ghafla niliona watu waliokufa, jinsi walivyowekwa kwenye uwanja karibu na mlango wa kuingilia waumini ndani ya jengo la kanisa, na watu wakiwa ndani wamejaa kumwabudu Mungu, wakizani wanamwabudu Mungu mahali hapo. Lakini nje palikuwa na misukule ambayo ndiyo ilikuwa inafanya kazi ya kukusanya watu mbalimbali na kuwaingiza kwenye hilo kanisa. Unaona jinsi gani shetani anavyowatumia watumishi wa siku za mwisho. Mtu yuko tayari kuwatoa waumini wake misukule, wanauawa. Makanisa mengine si makanisa ya Mungu. Makanisa mengine yako na mikataba ya kuzimu. Mfano wa siku moja, Mungu alinichukua katika roho nikiwa Dar es Salaam, ninafanya kazi ya Mungu. Mungu akaniambia makanisa mengi yaliyoko Dar es Salaam yanamwabudu shetani, na watu wamegeuzwa wakizani kama wanamwabudu Mungu, wakielekeza nyuso zao madhabahuni na kumwabudu Mungu. Lakini kumbe madhabahu zile zimeunganishwa na kuzimu. Wamegeuka nyuma na ibada zao wakimfanyia Lucifer, lakini wakizani wanamwabudu Yesu Kristo. Lakini kumbe wachungaji baadhi na makanisa baadhi wamefanya makanisa kuwa sehemu ya roho ya shetani kujificha ndani yake, na watu wakizani watumishi hao wakimwabudu Mungu. Lakini makanisa haya Mungu alinifunulia, na mengine majina yao yakiwa yameandikwa kwenye milango ya mahekalu yao. Hivyo nikatambua ya kwamba siku hizi za mwisho tulizo nazo zinahitaji Roho Mtakatifu kujua wapi mtu unaweza ukamwabudu Mungu katika roho na kweli, na ya kuwa Mungu kweli anapatikana katika hiyo madhabahu. Ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, unaweza ukawa unamwabudu Mungu na ukiaminishwa kabisa kwamba dini hii ndiyo inawapeleka watu mbinguni. Hebu jaribu kumuomba Roho Mtakatifu akuonyeshe kwa wazi ni kweli Mungu anapatikana hapa. Usije ukawa umeingangania dini na ukaikumbatia dini, alafu kumbe unamwabudu shetani mahali hapo. Kinywa chako kitaonekana ukimwabudu Yesu, kinywa chako kitaonekana kinamtukuza Yesu, na mikono yako itaonekana ikitoa sadaka mahali hapo kana kwamba unamtolea Kristo. Lakini kumbe unatoa sadaka yako kuzimu, na maisha yako yanaelekea kuzimu, na roho yako imefungwa kuzimu. Wachungaji wengi katika nyakati za mwisho wanashindana kununua magari na nyumba
wanasahau kumwabudu Kristo na kuwataka watu wageuke na kutubu dhambi na kubatizwa wapate kuokoka na ondoleo la dhambi. Mungu akubariki sana. Mtafute Roho uokoke.